Naam, bila shaka nimekita kambi hapa katika maeneo ya Jivanjii mjini Nairobi, ambapo baadhi ya Wakenya na wakazi wa Nairobi wamejitokeza baada ya kupata taarifa kuwa aliyekuwa waziri mkuu na pia kinara wa chama cha ODM Raila Odinga alifariki akiwa nchini India. Ni taarifa ambazo Wakenya wengi wamesema kuwa zimewasikitisha, na kwa sasa ningependa tuzipate kauli za wakazi hawa wa Nairobi. Watuamini, nchi mzima imegubikwa na mawimbi ya machozi kwa sababu ya kifo cha marehemu Baba Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na huzuni kwa sababu Baba Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye amepigania hii nchi kuanzia miaka ya 80 akipigania hii nchi mpaka wa leo. Kwa wale naona wanaona tu ni kusherekea kifo ya baba, hawa ni kama hawajajua maneno ya baba vizuri. Mahali baba ametoa Kenya hii na mahali tuko saa hii ni kwa sababu ya juhudi ya mzee baba mwenye amelala. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Wakenya tumepoteza mtu mwenye alikuwa tegemeo kwetu. Sisi watu wa Western na Nyanza tumepata piko kubwa sana. Papa ametuacha kama hajatupanga. Sasa ninaomba mkoa wa Magharibi na mkoa wa Nyanza, tafadhali wakubwa wetu, mkae chini, mfikirie kimoja. At least sasa tupate tukue na hii akili ya kustand on our own, to make our own decisions. Sasa baba anatuelekeza, baba tupatie mwelekeo. Nataka sasa nione siasa 2027 itaenda bila baba. Mzee alikuwa mpigania nchi sana. Alikuwa mpigania sisi sana mzee. Na mimi nakusema kwamba Wakenya wenzangu waseni kusherekea hata mzee ameenda. Wewe mkijana wewe msherekea mwenyewe Raila kwa mpigania wewe. Naam, hizo ndizo kauli kutoka kwa baadhi ya wananchi, vile wakazi wa Nairobi ambao wamekusanyika hapa katika maeneo ya Jivanjii mjini Nairobi baada ya kupokea taarifa kuwa aliyekuwa kinara wa ODM Raila Odinga amefariki. Bila shaka NTV itaendelea kufuatilia taarifa hii kwa kina na tutakuletea baadaye. Kwa sasa narejesha usukani kwenye studio.